Dalili tatu kwamba mzizi wa nguvu zako haujawa imara. Kumbuka, kama mti usipokuwa na mizizi imara, kadri unavyozidi kwenda juu ndivyo unapokuwa katika hatari ya kuyumba na kuanguka ukung'oka kwa urahisi. Kwa uimara wa mti upo katika mizizi yake. Ndio uimara wa nguvu zetu katika maisha kwa namna yoyote. Eneo lolote la nje kwenye maisha yetu ambao tunataka kuwa na nguvu, ipo katika mzizi, ipo katika msingi muhimu sana hii. Nataka nikupe dalili tatu kwamba hii mizizi ya nguvu zako sio imara. Dalili ya kwanza, unakuwa unajihisi wasiwasi katika mahusiano. Yaani katika katika mazingira ya mahusiano, ya mapenzi, haujioni salama. Chini kunakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo ndio maana unakuwa ujiamini, ile hali ya kukosa kujiamini katika mahusiano. Kwa mfano, umeingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano, naweza nikampoteza huyu mtu, ama huyu mtu atachepuka. You don't trust. Huwezi kuamini mahusiano yako na kujiamini wewe katika mahusiano. Inaonyesha ya kwamba mzizi wa nguvu zako sio imara. Kumbuka, mzizi wa nguvu zako ni nguvu zako za mapenzi, ni nguvu za uzazi, ndio msingi wa nguvu zote. Kumbuka, hapo ndio uzalianaji unapoanzia. Kwa uzazi kimwili ni metaforiko, ni lugha ya picha ya uzazi wa kiroho, kwa sababu wanadamu sisi ni viumbe vya kiroho. Kwa unapokuwa umekosa uwiano na uimara katika nguvu zako za mapenzi, katika mzizi wa nguvu zako, ndivyo hata katika maeneo mengine ya maisha yako itaakisi hivyo. Unaweza wakawa hata ni mtu wa kiroho, lakini mtu wa kiroho ambaye hauna utulivu, you're not settled. Kuna watu wengi wanajaribu kupata mamlaka ya kiroho, lakini katika mizizi ya nguvu zao hawako imara. Ndio unasikiaga zile story, unakuta mtu labda ipo kwenye wa kiroho, labda kwenye dini, hata maeneo mengine spirituality whatever, lakini unaanza kuona kumbe na yeye pia ni abuse, ana abuse wengine au watoto sexually na vitu kama hivyo. Huo ni mfano tu, kwa maana ya kwamba hata kama ukikua katika huku juu imara kiroho, kiuchumi, kimamlaka na hivyo vyote status, kama mzizi wa nguvu zako sio imara, huwezi kufurahia maisha yako. Unakuwa na wasiwasi, unakuwa ujihisi salama, unakuwa na ile hali, unakuwa na aibu ya ndani ya chini kwa chini, kwa sababu unajua siko salama. Yani kuna vitabia fulani vinakuwa kama vinakukontrol, ambavyo vinakuwa ni vya aibu, unaogopa kuexpose. Sio kama unaelewa? Sasa yote hiyo ipo kwenye mzizi wa nguvu yako. Dalili ya pili kwamba mzizi wa nguvu zako sio imara, unakuwa ni mtu ambaye zile nguvu za mapenzi una uwezo wa kuzitawala. Kwa hiyo inakupelekea unawavuta watu ambao kiuhalisia mwili unavutwa sana, wanakuwa na intensity, wanakuwa na msukumo mkubwa wa kimapenzi, lakini kwenye akili unaona kabisa huyu sio mtu wa kuwa naye kwenye mahusiano. Yaani kuna aina ya watu kabisa unajua kwamba kwenye mahusiano, mimi nifurahie mahusiano yangu, nahitaji kuwa na mahusiano na mtu wa namna hii. Aidha hata kushirikiana kimwili, nahitaji kushirikiana kimwili na mtu wa namna hii, naweza kushare mwili wangu na mtu wa namna hii. Lakini kinachotokea kinakuwa ni opposite. Unashangaa watu ambao unashiriki nao kimwili, unalala nao kimapenzi, au unakuwa nao kwenye mahusiano, sio watu ambao kwenye akili yako ungesema nahitaji kuwa na mahusiano na watu kama hawa. Na wakati mwingine unaweza ukamwacha mtu sahihi kwa sababu hana ule muwashawasha ule wa kimapenzi, mahaba mazito ya kimwili ambao sio mapenzi hasa. Ndio hiyo ni tatizo, kwamba umekosa balance katika mizizi yako ya nguvu zako. Kwa unaenda kwa mtu ambaye baadaye unasema why I choose this one? Kwa nini nimemchagua huyu? Ni kwa sababu ujihisi salama. Kwa hiyo hakuna namna, inajidhihirisha kupitia machaguzi yako ya kuvuta watu ambao wataendelea kuthibitisha ile hali yako ya ndani, hata kama kwa akili sio hali unaoitaka. Na jambo la tatu au dalili ya tatu ni pale ambako unakuwa una aibu, unakuwa una hatia katika masuala yanayohusiana na mapenzi. Yaani sexuality kwako ni jambo la aibu, sexuality kwako ni jambo la hatia. Inakuwa pia inachochewa zaidi, inatiwa nguvu zaidi na misimamo na mitazamo potofu ya kijamii kuhusiana na mapenzi, kwa maana ya sexy pamoja na love kwa ujumla wake. Kumekuwa na distortion, kumekuwa na tafsiri na mitazamo ambayo haipo katika usahihi. Nisema hivyo ni kwamba kitu kiko sawa, lakini kama kinapindishwa hivi kidogo. Kwa hiyo kuna elimu inatolewa kuhusiana na
mapenzi, sex, love, lakini kuna distortion iko humo ndani. Kwa watu wanakuwa na mtazamo hasi, ingawa hujui, lakini mwili wako inawezekana uko positive na masuala ya ngono kwa akili. Sasa uko chanya kwamba ngono, mapenzi ni jambo zuri, hata kukutana kimwili, wengine kulingana na mitazamo ya kijamii, labda kwenye ndoa yangu is okay, lakini inside, ndani yako unakuwa na hasi, uko hasi, mwili wako unasoma hasi, haujihisi salama. Ndio maana wengine unawezekana upo kwenye mazingira ambayo kulingana labda na imani yako ndio mazingira salama ya kukutana kimwili, kwa mfano kimapenzi, lakini bado you are not happy, ufurahi mahusiano yako. Kwa nini? Kwa sababu katika nguvu zako zile, ule mzizi wa nguvu zako ambao umebeba nguvu zako za mapenzi, umejawa na hasi, umejawa na negativity. Kwa huwezi kufurahia maisha yako kwa ujumla kama hujaponya mzizi wa nguvu yako. Lazima upone, that the base. Unapokuwa na mizizi imara iliyojikita, iliyoenda chini, ndio unaweza ukaenda juu bila wasiwasi wowote. Tunaelewa? Kwa hiyo bonus, dalili nyingine, unakuwa unavuta watu ambao at the end of the day wanaishia kukuumiza kihisia, wanakuvuta kihisia. Sasa wale watu, shida sio wale watu wanaokuumiza. Wale watu ni kioo, wanakuonyesha kwamba unatakiwa ukatibu. Nenda kadiri na mizizi ya nguvu zako. Muhimu sana. Na ndio maana ili uweze kuishi maisha yako to the fullest, kwa ukamilifu, na uyafurahie, safari ya uponyaji haikwepeki. Mwezi wa 5 tarehe 4 tunaanza darasa la uponyaji. Wewe ambaye uko tayari kuwekeza nguvu yako, muda wako na pesa yako kwa ajili ya uponyaji, unakaribishwa. Nicheki inbox, nicheki kupitia email, naenda kwenye profile hapo tuna email. Kuanzia tarehe 20 mwezi huu wa 4 nitaanza kupokea ada ya wale watu ambao they are committed. Sio kwa ajili ya watu wengi, uponyaji ni kwa ajili ya watu wachache. Kwa sababu hata mimi mwenyewe ninavyoongoza darasa la uponyaji, I spend my energy. Kwa ndo maana I care myself also, ninajali pia afya yangu ili niweze kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo wayo nafasi.